Iko race zaidi ya motokaa, snitch hutokaa, nagawa dozi mpaka kuwa matozi wa mtaa, elo jomba, skiza freestyle, damadini na tambaa, ila oskopi, utapotea, mini bonga la player, kila kona natokea kama sea, of course mademu wazuri, bila pesa utabaki kuwa mezea. Oh, mademu wazuri bila pesa, mimi niongeze. Utabaki kuitwa kaka. Kaka. Usio. Bana Damadini? Damadini. Yeah. Bana, muziki wa hip hop unapousikia ni kitu gani ambacho kinaingia kichwani kwako? Bwana, mimi nasikia furaha sana ni moyoni mwangu. Yaani inaingia kichwani kila siku yani. Hebu turudi sasa kwenye tamasha hili la Katavi Hip Hop Festival. Baada tu ya idea hii hapo kuja na nyinyi kama ma legend mkaiunga mkono na kusapotiana kwa hali na mali paka hapa ilipofika. Ni kitu gani hasa ambacho umejifunza kunako umoja huu uliotengenezwa? Mimi nimejifunza kitu kizuri sana. Na huu umoja unatakiwa uendelee kwa sababu hata watu wa miji mingine wanatakiwa wajue kwamba Mpanda watu wanafanya kitu kizuri. Mimi nimefurahi sana moyoni mwangu yani. Tulikuwa tumemiss jambo hili hapa licha ya kuwa na wasanii wengi wakubwa na manguli kama akina nyinyi katika mkoa huu. Nini hasa ambacho kilichowasukuma kuhakikisha mnakuja na idea hii? Hii idea cha kwanza sisi tunamshukuru bwana Side. Kwa sababu yeye ndo Side, ongeza kwanza Bujango ndo ametengeneza hili jambo na hili jambo akatushirikisha, akasema bwana kwa nini tusitokee tukatengeneza kitu kizuri. Kwanza ni hamasa, afu ni kitu kizuri sana. Mimi nimefurahi kwa sababu tunaambia na watu wengine kwanza hip hop ipo bwana, Mpanda haijapotea wala nini. Okay, sawa. Labda kwa namna ambavyo ulivyojiandaa kuhakikisha unawapa watu kile ambacho likisubiri kwa muda mrefu. Mimi nataka tu mashabiki zangu, au sio bwana? Wasikilizie kwanza harakati pale, wafurahie. Jambo linakuja, jambo zito. Mashairi yangu watayapata pale, mistari wataipata, freestyle watazipata. Hivyo yani. Bwana, mimi nikushukuru sana na nikutakie maandalizi mema. Bwana, asante sana. Big up sana kwa wanangu wote. Okay, sawa. Kaka, karibu.